الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Uzangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulikuwa tumesikilia katika kuelezea wanavodai wataalamu wa mwenendo wa fikra za kibinadamu kwamba fikra hizi zilipitia katika marhala tatu au katika stage tatu. Ikiwa stage ya kwanza waloiita ni stage ya ustura ya nganu, stage ya pili wakaiita ni marhalatul falsafa wakati wa filosofi, na stage ya tatu wakaiita ni marhalatul ilm. Ilmi hapa kwa maana ya sayansi, si ilmu kwa maana dhidi ya uwinga. Kisha wakatuambia katika stage hizi tatu zote, katika kila marhala kulikuwa kuna mfumo, kuna manhaji iliyokuwa ikitumika. Ustura kukitegemea wanaita manhajun naql, mfumo wa kupokea, kusikia. Katika falsafa walikuwa wakitegemea al-manhajul aqli, mfumo wa kutegemea kaida za kiakili. Na katika sayansi wakitegemea kitu kinachoitwa tajriba, ambao kila kitu wakifanyia tajriba, wakithibitisha na mpaka mwisho. Suala ni hili. Dr. Abdul Hadi Al-Fadhali asema katika khiana kubwa iliyofanyika wakati wa kusoma mwenendo wa fikra za mwanadamu tangu alipoanza mpaka hapa ni kuitenga dini katika mwenendo huu na kudhihirisha kana kwamba dini haina mchango wowote katika fikra za mwanadamu. Na ndio utawaona katika kosa lingine walilofanya, asema daktari, ni kupiga pani kila kiamkuliwacho dini wakakiweka pamoja mpaka zamzimu. Wakadai kwamba hizi dini zote zaingia kwenye ustura, hizi ni nganu za kae tu zote, ambapo si kweli, bali si mahala pake hapa. Dini ilichangia katika mifumo yote ya fikra mitatu, ya nakli, ya akli na ya sayansi, kabla ya kugunduliwa hizo sayansi. Na mfano leo tukikitukua kitabu hiki tunachotaka kukisoma, Qur'ani, watu huona Qur'ani ndani ni masala ya kusali peke yake na kufunga.
Watu huona Qur'ani ndani ni masala ya akhlaqi, ya tabia, ya kunena ukweli na kuepusha urongo na kadhalika. Lakini tunapokitukua hichi kitabu tukakiweka mbele yetu, mimi siku moja nimewaambia aya ambao Muislamu aona sehemu kubwa ya dini yake ni hii sehemu ya ibadati. Aya zinazozungumzia ibada au ahkam, wanazuoni wamezofanya kazi hii wanena ni 500, ni aya 500, yani kidogo sana. Sasa zingine zote zazungumzia nini? Maelfu ya aya. Utakuta kuna sehemu isopungua thuluthi ya Qur'ani yazungumzia mambo ya kijamii, mambo ya historia, qasas, mataifa yaliyopita, umamu waliopita. Hizo zote zaingia katika nyanja za ulum insania, humanities. Si history peke yake. Pale pale ndani kwa someshwa kwa tupata mafundisho ya kihistoria, pale pale ndani tupata mafundisho ya kijamii, pale pale ndani tupata mafundisho fulani ya kisaikolojia kupitia zitu zile. Na Qur'ani imeeleza. Na mara utakuya kuipata Qur'ani imekuya kama nilivyowaambia yuzi kutupa kadhia za kisayansi. Pamoja na kwamba narudia ili msiaone maneno hugongana, manake kuna mmoja juzi katika kunisikiza, pengine watu wengine huwa wana haraka ya kutukua kipande cha maneno kufahamu. Niliponena kwamba Qur'ani si kitabu cha sayansi, sikumaanisha kwamba ndani ya Qur'ani hakukuzungumzwa mambo ya sayansi. Kuna tofauti kuyagusia mambo ya sayansi, kuna na tofauti kutunga kitabu kutoka mwanzo mpaka mwisho kikawa ni kitabu cha nini? Cha sayansi. Tofauti. Hata historia, Qur'ani si kitabu cha historia. Wa ila niambie kisa chochote unachokisoma kwenye Qur'ani kipime na mfumo wa kuandika ziswa. Leo utakuta pale sisi watu kisikiza kisa cha Qur'ani tuasikiza kwa mtazamo huu. Mtu atakuuliza babake alikuwa ni nani? Alizaliwa mwaka gani? Alikuwa na ndugu wangapi? Qur'ani ikiingia huingia katunda lile itakalo ikawata mengine. Haitaki kujua huyu alikuwa akiamkuliwa nani, babake alikuwa nani. Mfano ilipokuwa katika suratu Yasin yataka kutueleza habari za mitumi, haikutuambia majina yao wale. Ilituambia kwenye ile yasemani fa'azzazna bithalith, wale watu waliotumiliwa mtume wa kwanza wakamkanusha, wakaongezwa wa pili wakafanya nini? Wakamkanusha. Mwenyezi Mungu anena fa'azzazna bithalithin, tukatia nguvu watatu. Wakaenda wakawaambia inna ilaikum, wakawakanusha. Sasa wewe niambie wale mitume watatu majina yao nani? Kile kitongoji ilikuwa ni wapi? Mufassirina wameeleza Antakia, sijui upande za Turuki, wengine wamenena kadhaa. Hayo maoni ya mufassirina. Mimi nataka ndani ya Qur'ani yenyewe haikunena ni wapi, imenena qarya. Kisha ikaja ikatuambia wajaa min aqsal madinati qala ya qaumi tabi'ul mursalin, akaya huko pambizoni mwa mui upi? Rajulun gani? Mufassirina watuambia ni Habibun Najjar, lakini Qur'ani haikutuambia ni Habibun Najjar. Sasa hata ukitaka kuitathmini Qur'ani kwa mwenendo wa kihistoria utaiona haielezi matukio kwa mujibu wa nidhamu za nini? Za kihistoria. Kwamba kulitokea baba na mama wakazaa vijana watatu, sio. Angalia kisa cha Nabii Allah Yusuf ambao sura mzima imeamkuliwa suratu Yusuf, lakini angalia Mwenyezi Mungu alipoanda aliingia vipi ile sura. Akiingia ameingia moja kwa moja Nabii Allah Yusuf amefanya nini? Ameota
taratibu. Mwanzo tungetuelezea Nabii Allah Yakubu ameoa, kukapatikana mimba, sio kukazaliwa vijana. Akiingia ameingia kwenye sehemu ya kuota na kumwambia babake, inni ara fil raaitu 11 kaukaban washamsa walqamara raaituhum li. Sasa hivi namaanisha Qur'ani si kitabu cha sayansi, lakini kimegusia matukio fulani ya kisayansi kwa min ajili ya kutumikia malengo yake, si kwa min ajili ya kusomesha sayansi. Na wakati ikija kwenye mambo ya kisayansi, huwezi kutuambia ni asatir, inazungumza kwa mujibu wa mifumo ya nini, ya kisayansi. Na ndio kumepigwa mifano kadha. Utakuta mathalan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zitu za kisayansi alizozishiria ni mwenendo wa nyota na mwezi na jua na zote zinazoowea katika anga. Katika suratu Yasin aliponena washamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Hapa Qur'ani yazungumzia masala ya kitajruba, haizungumzii masala ya kiustura, na ambao mambo haya yametukua muda mrefu mpaka kuja kuthibitishwa ulimwenguni kwamba ulimwengu ni dori na ulimwengu wazunguka, na kuna kila nyota yatembea kwenye orbit yake. Ndio Mwenyezi Mungu aliyoiita wa kullun fi falakin yasbahun, na hazigongani na wala haziingiliani. Haya ni mambo hata kwao Europe, watu wa kwanza walionena maneno haya walifungwa. Msione ni kwetu tu. Mzungu paka pale aliposikilia pia na yeye alipata shida. Kwa ila utamwona Galileo alipokuja kuzungumza fikra hizi kwamba ardhi ni nini, ni dori, kuliwekwa wataalamu waita, mwenye kusoma tarikhi ya Europa waita mahkamatu taftishi al-uqul, kulitengenezwa koti maalumu ya kukagua fikra za watu. Kukagua fikra si mizigo. Naam, tuisomeni history ya Europa, na wataalamu kadha wa kadha wamefungwa, na wataalamu kadha wa kadha wamefanya nini, wameuawa. Haya ni mambo ya miaka 400 tu nyuma, si mbali sana, miaka 300 400. Yakatukua muda mpaka kuja kukubalika ni kweli ardhi ni dori, ardhi huzunguka. Si kwamba kutoka huko nyuma ilikuwa hivyo, lakini Qur'ani yazungumza mambo haya miaka 1400. Hayaota kuzaliwa mtu anayemkuliwa Galileo. Tabana huku kwetu pia kupatikana watu namna hiyo. Kuna baadhi ya wanazuoni mpaka wamekufa hawaamini kwamba ardhi ni dori, waamini ardhi ni uraka moja kwa moja. Na mmoja ni Sheikh Abdullah Mufti Saudia, Abdullah bin Baz, alikuwa ana fikra kwamba ardhi si dori, ardhi iko sathi, yani imenyoka moja kwa moja, na ana maneno mingi ameyazungumza katika kiutaala. Kwa hivyo haya mambo yako huku na huku, yako kila mahali. Ukija katika Qur'ani mathalan, Mwenyezi Mungu anapokuja kuzungumza masala ya upepo na jinsi unavyofanya kazi upepo katika kusababisha mivua na katika kusafirisha mawingu na kuyagawanya, takuta Qur'ani haikubakisha mambo kama haya, masala ya kisayansi. Ukija mathalan leo kwa zungumzwa masala ya ozone, wasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuilinda hii ardhi ameiundia uraka wa gesi, kama uraka, kama kakwa lela yai lile la yu imeuzunguka.
na ni gesi fulani waiita ozone wao, kwa sababu kuna zitu ziwili za kimsingi na zinginezo, lakini sasa hivi nitawaeleza hizi ziwili. Hii miale ya jua inapotoka kwenye jua mpaka kuja kuupiga huno ulimwengu, na hususa kuzipiga ziumbe zilio hai kama binadamu, wanyama na mimea, ndani ya miale ile ya jua kuna sumu nyingi zapita. Lau zitakupiga moja kwa moja, zitakusababishia madhara wewe kama mwanadamu na kama wanyama na hata mimea, na hata zaweza kuleta matatizo katika muondoko wa maisha wa hii dunia. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitengenezea ile, katika Qur'ani ameita saqfan marfu'a, sakafu imezo angatika. Kazi yake kwanza ni kutuja ile miale na ile miangaza inayopita ili ipite safi kukufikia wewe. Pili, wataalamu watuambia kwamba huko juu huanguka mamilioni ya mawe, wanaziita nayazik, yaangukizani. Ndio zile Mwenyezi Mungu akasema baadhi yake, waja'alnaha rujuman lishayatin inna zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, sio waja'alnaha rujuman lishayatin. Sisi tumepamba hizi mbingu za duniani kwa nyota, lakini baadhi yake tumefanya ni zimondo na makombora ya kupigwa nani? Mashetani. Sasa haya mawe yaanguka, na mengine ni makubwa sana ndugu zangu. Kuna baadhi ya mawe yaweza kuwa ni sawa na kisiwa kizima cha Amu, jiwe moja. Kuna baadhi yaweza kuwa ni zaidi ya hapo, kuna baadhi yaweza kuwa ni nusu ya hapo, wakadhalika. Sasa lau mawe haya yatapenyeza yaje duniani ni hatari, na hupenyeza. Ndipo pale tukaonapo kimepita kimondo kimeteremka baharini, leo imepenyeza moja, lakini kile kilichopenyeza mpaka kikafika pale baharini huwa kimeyayuliwa na ozone, mpaka kubahi kupita hapa pengine kimebakia ni 1% au 2%, 90% na kitu imeyayuliwa. Yale yanayoyayuliwa kabisa yasiweze kufika kwetu, hatuyajui ni mangapi. Haya ni mambo Mwenyezi Mungu, na haya yeo ndio challenge sitaki kutoka kwenye mada hii yeo, kushinda corona na kushinda mabomu ya nyuklia. Kitu kikubwa leo kinachohatarisha ulimwengu ni hii ozone ya malizika wanavodai wao, na ndio hii wanaosema kuna mikataba Amerika hataki kuingia, China hataki kuingia, na ndio utakuta haya mambo ya coal yanaopingwa kuanzishwa coal. Moja ziko katika hizo ni aina ya hizi gesi na moshi unaosababishwa na magari na ziwanda na nini, hunu wa ile na jinsi inavyokula ile, kwanza yabadilisha mwenendo wa misimo katika dunia yetu. Hii kusi, kaskazi, zipimo za mivua, zipimo za jua, zote zimeathirika kwa sababu ya kubadilika mazingira. Na mwisho sijui itatufikisha wapi. Qur'ani mambo haya imeyazungumza na kadha wa kadha. Vile vile tukirudi katika Qur'ani, mbali na kuzungumza historia na manhaji ya kunukuu, na mbali na kuzungumza manhaji za kisayansi, Qur'ani pia imezungumza manhaji za kiakili. Kuna watu waona Qur'ani ni dhidi ya akili, Qur'ani ni dhidi ya falsafa. La, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametumia dalili za kiakili katika kutaka kuthibitisha baadhi ya mambo. Na kuna baadhi ya dalili mimi siku moja hapa kwenye darasa ya Ramadhani nimewasomea, na leo nitarudia mifano ile, niwape na mifano mingine. Ule Mkureishi, sijui alikuwa ni Abu Jahli, alikuwa ni Mughera, sikumbuki, alokwenda akasimama mbele ya mtume kwa ujasiri,
tena akitumia manhaj ya tajiriba, yani ndio ya nini, alikwenda akafukua maiti ambaye amekufa kwa muda mrefu. Yani maiti pale wenda kwenye kaburi imepitiwa na miaka 10-20, akapata tena mifupa iko mwisho. Kiswahili cha huku tunasema imetakalika, kiasi ukiushika kwa nguvu ukaufinya ufanya nini? Humumunyuka. Akaya nao ule mfupa mpaka mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huku ameuziwia kwenye mkono wake au mumunyua, kisha amwambia man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, katika suratu Yasin. Nataka kukuuliza ya Muhammad, wewe unaotuambia ati tutakufa kisha tutafanya nini? Tutafufuliwa. Na tumekufa tutasikilia kipimo hiki au mifupa huyayuka? Nani anasema man yuhyi al-idhama wa hiya ramim? Nani ataihuisha hiyo? Wanazuoni wanena Qur'ani ikateremka kumjibu, imetumia dalili 3 za kifalsafa. Hakuna dalili hata moja ya kidini iliyotumika pale. Dalili zote 3 zilizotumika kumjibu yule bwana ni dalili za kiakili na za kifilosofi. Na nyinyi mwisoma kila siku hizi aya. Atsemaje? Dalili ya kwanza yasema hivi: anaoweza kukitengeneza kitu mara ya kwanza kilipokuwa hakiko, ni rahisi kukitengeneza mara ya pili kukirudisha. Hiyo ni dalili ya kwanza. Sio, tumeelewana vizuri sana? Kuanda kukiunda kitu na kukirudia mara ya pili, ipi ngumu zaidi? Si tumefahamu? Kwa hivyo aloweza kuitengeneza mobile mara ya kwanza, kisha ukaitukua ukaivunda, kuiregesha kuitengeneza mara ya pili ni shida. Ndio Mwenyezi Mungu akamjibu. Sasa ukiisuka kifalsafa, mimi nimewaambia Kiswahili, kifalsafa wanena hivi: alqadiru ala alibtidai qadirun ala aliada, aweza kuanda aweza kurudisha. Ndio hiyo qul yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra, ataihuisha ule aloanda kuitengeneza mara ya kwanza. Pili, dalili ya pili iliyotumika pale ni kwamba vipi uhai utatoka kwenye kitu kisokuwa na uhai? Ule mfupa umeshakutalika, sio? Unao maisha pale? Hakuna. Kutatoka vipi dhidi mina dhidi? Vipi utatoa mai kwenye moto na vipi utatoa moto kwenye mai? Vipi utatoa uhai kwenye maiti na vipi utatoa mauti kwenye? Dole yukhrijul hayya minal mayiti wa yukhrijul mayita minal hayy. Sasa Mwenyezi Mungu akaja kwenye mfano wake akatumia dalili ya kiakili imezolishwa kidogo sayansi. Penda vizuri sana. Akatumia dalili ya nini? Ya kiakili, lakini imezolishwa kidogo nini? Akapiga mfano wa mti wa green wenye urutuba wa mai unaotoa moto. Nena ile aya lansaidiani? الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Tupo vizuri sana. Ulikuwaje moto ukatoka kwenye ashajarul akhdar? Na wewe waona ajabu kutoka uhai kwenye nini? Kwenye mfupa au kwenye mtanga. Na hayo ni masala marefu tukitaka kuzungumza namna ya moto unavyozalisha. Dalili ya tatu akarudi kwenye dalili ya kifalsafa. Yasemaje? Awezao kubwa toto ni rahisi kwake. Sijui tumeelewana vizuri jamani? Sasa awezao kubwa, yani mtu aloweza kuandika kitabu cha peji 300 atashindwa kuandika insha ya peji 5? Jamani, mtu ashaandika kitabu cha peji 300, kisha wewe wamchallenge aweza kuandika insha ya peji 5, utakwambia ikiwa aliweza kuandika cha 300 atashindwa kuandika cha peji? Ndio hiyo, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala.
Mtu aloumba mbingu na ardhi na manyota na mayua kwa mamilioni ya matani na nini, wewe waja kwenye mjadala mkubwa kwa sababu kumhuisha huyu mwanadamu ambaye ndio kiumbe kidogo katika maumbile haya. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Kisha ndo aya ikafunga, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in. Kwa hivyo Qur'ani si kitabu cha kingano tu, wala cha nimesikia tu cha manhaji nakli. Qur'ani imetumia dalili za kiakili. Mfano mwingine ni wape? Leo katika msingi mkubwa muhimu wa Qur'ani, bali msingi huo ndio kila kitu, ni msingi wa tauhid, kwamba Mungu ni mmoja na hana mshirika, hakuna Mungu wa pili. Wa ila kuamini Mungu dini zote uamini, sio miza ya Uislamu na Qur'ani. Uislamu hauko tofauti kwamba waamini Mungu. Uislamu uko tofauti kwamba waamini hakuna mshirika wa Mungu. Kuna wanaoamini Mungu wawili, kuna wanaoamini Mungu watatu, kuna wanaoamini 100. Hebu rudi katika Qur'ani. Qur'ani imetumia dalili aina gani katika kutaka kuthibitisha hakuwezekani kuwa na Mungu wa pili? Si masala hakuna, haliwezekani. Dalili iliyotumiwa na kina Ibn Sina, nikiwarahisishia kabla sijawasomea aya kwenye Qur'ani, yaitwa dalilu tamanu. Yasema hivi, ngojeni nimalizeni msinikufurishe jamani. Yasema hivi, tukubaliane kuna Mungu wa pili. Tuanze hapo. Tukubaliane kuna Mungu wa pili. Na kuuliza, kwa hivyo tuna Mungu alif, tuna na Mungu ba, ama tuna Mungu e, tuna na Mungu b. Nataka kukuuliza, huyu wa pili ni sawa sawa nguvu zake na elimu yake na kila kitu chake na ule wa kwanza, ama uko juu lake ama uko chini yake? Hakuna. Kuna jawabu la 4? Ihtimali ni ngapi? Ni 3. Ima humshinda yule, au hushindwa na ule, au ni sawa na yule. Ukiniambia humshinda yule, hoyo basi ndio Mungu, ule mwingine si Mungu. Tupo vizuri sana. Ukiniambia humshinda ule wa kwanza, kwa hivyo yeye ndio humpekesha yule, ule kama sisi na sisi tuko kwenye safu ya kumwabudu Mungu huyu. Tumefahamiana? Ukinena hushindwa na yule, basi yeye si nani? Si Mungu. Uko kwenye safu na sisi tumwendeme Mungu yule. Ukinambia wako sawa, haiwezekani wawili balolingana nguvu na elimu na kila kitu yawe matauzi yao siku zote ni mamoya. Lazima kuna siku ule atataka yenye mvua, ule atataka isinye. Tupo vizuri sana? Haiwezekani kushuka msuko mmoja kwamba wote leo nalitoke yua, leo na inyeshe mvua, leo fulani nafe, leo fulani nazae, leo fulani napate mali. Lazima kuna mahala watafanya nini? Watapishana, ule atataka ule hatotaka. Na hiyo ndio maana ya independent. Wa ila atakuwa ni mmoja ni mfuasi wa nani? Na mwingine. Siku wakipishana shekhe, ndovu wawili wakivana, ndio hiyo wanaita dalilu tamanu'i wal fasad. Na ile lau kana fihima alihatan la fasadata. Simeiona kwenye Qur'ani hiyo? Kulikuwa katika hizi mbingu na ardhi kuna Mungu zaidi ya mmoja, kungeliharibika kama namna leo ya Russia na Amerika namna kurukao mabomu. Simandia Imam Ali amwambia mwana Imam Hassan, wa'lam ya bunay, sikizeni wasia Imam Ali, jua yeye mwanangu,
lao alikuweko Mungu siye huyu, wangekuijia mitumi wake, ungeona zitabu zake, na ungewaona binadamu wake walivyoumbwa tofauti na hawa. Yani kungekuwa kuna made in China, kulikuwa kuna made in England, kungekuwa kuna na made in Korea. Sijui tumeelewana vizuri sana. Na angekuwa kila mtu ana utawala wake, ingekuwa ule ardhi yake ni ile, watu wake ni wale, binadamu wake amewaunda sampuli yake, mitumi wake ni hawa, zitabu zake ni hizi. Sijui tupo jamani, ni vizuri sana. Lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoifupisha hii, akanena lau kana fihima alihatan illa Allah la fasadata. Na katika aya nyingine anena mattakhadha Allahu min walad. Sawa, Mungu hana mwana, wama kana ma'ahu min ilah, wala Mungu hana Mungu wa pili wake. Idhan lau ingekuwa kuna Mungu wa pili, sikilizani uzuri Qur'ani jamani, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, angekwenda kila Mungu kuendesha ziumbe zake. Kwa vizuri sana. Ndio maneno ya Imam Ali, angekuwa kila mtu una medi yake, sio la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd, na kungewanwa siku moja kashinda huyu na siku moja kashinda huyu, lazima kungeharibika. Ninachokitaka jamanini tu peke yake. Pengine mtaniuliza, Ustadi, sisi tuko kwenye mada ya malezi ya kijamii, mbona umetutukua safari sampuli hii? Nataka tu mapema, kwa sababu kuna watu wana fikra kwamba Qur'ani si kitabu chaweza kutupa mwongozo kwenye mambo ya filosofi, si kitabu chaweza kutupa mwongozo kwenye mambo ya sayansi, si kitabu chaweza kutupa mwongozo kwenye mifumo ya kijamii, bali ni mahala pa kwenda kuswali na nini na kufunga. Ndio nawaonesha ndani ya Qur'ani kuna manahiji zote. Sasa je, mfumo wa malezi uko kwenye Qur'ani ama hakuna? Hili ndo swala nataka nimalize mada yangu ya leo. Sitonena mimi leo hapa, na nitawaomba subra. Nataka niwanukulie maneno ya wanazuoni watatu peke yake. Waila alikuwa nimekusanya karibu wanazuoni 7, lakini nimeona yatakuwa marefu sana. Hawa wanazuoni watatu, mmoja ni ule nilowaambia, mwaweza mkakirudia kitabu chake, Dr. Baqir Sharif Al-Qarashi. Wa pili huyu, na nimependa kuwatanganyia madhahabi yote, huyu Dr. Baqir Sharif Al-Qarashi ni katika madhhabi ya Ahli al-Bait Imamia. Wa pili ni Sheikh Muhammad Qutbi, huyu wa kutoka Azhar, ambaye ni katika Ahli Sunna. Watatu ni kutoka Imarat, Abha, katika wilaya moja ya Imarat, ambaye ni msimamizi mkubwa wa sekta katika university kule, wa sekta ya malezi. Mwingine ni Dr. Muhammad au Muhibbuddin Ibn Abdi Subhani, Ibn Abdu As-Subhani. Tuende na mmoja. Suala letu ni hili: je, Qur'ani inao mfumo wa kimalezi kamilifu, ama ni mafundisho ya kuokota hapa na pale? Kwa sababu kuna tofauti baina ya kunena mafundisho na kunena mfumo. Mfumo ni nidhamu kamili, mafundisho ni nyasia, kama ile usinene urongo, nena ukweli, nataka muwe na tabia mzuri. Hizi ni nyasia, kama nyasia za Luqman, ule huitwi mfumo.
Mfumo unaanza na philosophy, waja na malengo, waja na misingi, waja mpaka wa break washuka kwenye nyasia. Huu ndio unaokusudia nini? Mfumo kamili wa malezi. Subhani asema, au Muhibuddin Subhan, kwa anayeweza kukipata kitabu chake anakiita At-Tarbiya Al-Qur'aniyya wa atharuha ala al-fardi wal mujtama, malezi ya Qur'ani na athari yake kwa mtu na jamii. Asema kwa kuwa Qur'ani, nasoma Kiswahili moja kwa moja, kwa kuwa Qur'ani ni kitabu cha malezi, ni hakika isokuwa na shaka. Narudia, hili la kuwa Qur'ani ni kitabu cha kutoa muongozo wa nini? Wa malezi, ni hakika isokuwa na shaka, na hakuna msomi yoyote atalikanusha hilo illa man khatama Allahu ala qalbi, isipokuwa awe ni katika wale ambao khatama Allahu ala qulub. Yani ni mkaidi, hataki kuketi kukisoma kitabu hiki. Aendelea nena, fahuwa, kitabu hiki cha Qur'ani kitabu tarbiyatin wa tahdhibin wa tatwirin wa tajdidin likulli umuri almar'i fi hayatihi. Kitabu cha Qur'ani ni kitabu cha malezi, ni kitabu cha muongozo, ni kitabu cha maendeleo, ni kitabu cha kuboresha katika mambo yote ya mwanadamu katika maisha yake. In arada dunia, akitaka dunia champeka, au arada al-akhirah, na akitaka akhira champeka. Nafikiri tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo huyu ni mtaalamu ambaye ameketi akakisoma kitabu hiki, akatoka na kitabu kuhusu mwongozo wa malezi. Atuambia atakaye kukanusha Qur'ani kwamba ni kitabu chenye mfumo wa kimalezi, oyo moyo wake una wasiwasi. Baqir Sharif al-Qarashi asema, ama Uislamu, alikuwa amezungumza Ukristo kwa urefu kunyuma, na akathibitisha kwamba katika Biblia hakuna muongozo wa kimalezi. Yapo mafundisho ya kutupa hapa na pale. Kisha akaja akafanya mukarana baina ya Ukristo na nini na Uislamu, ndio akasikilia katika conclusion yake akanena, amma al-islamu, huu Uislamu, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, tangu utepuze nuru yake, umetumia nguvu zake zote Uislamu na zombo zake zote kwa ajili ya kuweta mfumo sahihi wa kimalezi na wenye malengo unaolenga kuboresha ufahamu wa mwanadamu, mustawa wa kifikra wa mwanadamu, mustawa wa kijamii, na ukadhamini zoezi zima la kimalezi chini ya mwongozo mkamilifu. Sisi tumeelewana vizuri sana. Kuna zaidi ya maneno haya yaliyoko wazi ya kutuambia kwamba Qur'ani ni kitabu kikamilifu cha nini? Cha malezi. Niwahatimishie kwa Muhammad Qutbi, na yatakuwa marefu yake lakini very interesting. Napenda mumsikize. Kitabu chake anakiita Manhaju Tarbiyal Islamia, na pia mwaweza mkakipata kwenye mitandao, na mtu akiwatakitaka ataniambia nimrushie. Cha Kiingereza sikupata. Anakiita Manhaju Tarbiyal Islamia. Huyu asema katika watu, katika utangulizi wa kitabu, niloketi na Qur'ani sana mimi mmoja. Naonekana kwa ni mtu bardiabisi. Asema ilikuwa siku za dhiki, nikipenda kuketi pweke, kitu kilikuwa rafiki yangu ni Qur'ani, na nikiweza kwa usiku mmoja kuisoma mara 2 mara 3 kutoka mwanzo mpaka mwisho. Baadhi ya siku, si kila siku. Sikuwa naamini hata siku moja kwamba Qur'ani ina muongozo wa malezi, jumla ya kuisoma kwangu, bali nilikuwa naamini kama watu wengine kwamba Qur'ani ina nyasia za kutupa hapa na pale, na ina mvuto wa kumbadilisha mtu kiatifa, kisaikolojia zaidi kuliko kimfumo.
Sema wale watu walikuwa wakiteremshwa Qur'ani ikiwaathiri, wakilia, wakisilimu, wakibadilika. Si kwamba kulikuwa kuna mfumo kamili, ni ile gravity ya nini? Ya Qur'ani, ambayo hiyo hakuna atakaye kuikanusha. Hata sio wa Kiarabu akiketa akisikiza yasoma, utaiona yafanya nini? Ya kuvuta. Lakini huu sio mfumo anena. Asema nimeketi paka nimeandika zitabu kadha wa kadha, mi bado naamini hakuna mambo haya. Asema siku moja usiku nimerudi nyumbani, nina dhiki, nina mambo ambayo yamenishawishi kama ada yangu, nikaketi na kitabu hiki kukisoma. Na wafupishia maneno yake, ameyazungumza kurasa 7 haya hichi kiswa chake. Nikaketi na kitabu hiki kukisoma. Katika kukisoma kwangu siku ile, ajabu kubwa nilijiona mpumbavu na mjinga kama ambao mando yeo kuisoma Qur'ani. Nilikuwa kuona mambo kwenye Qur'ani ambayo siku zote alikuwa siyaoni. Nikitahamaki kwamba mimi niko mbele ya mfumo kamili, sio nyasia mwenyewe anena, niko mbele ya mfumo kamili umezojengwa kithabiti, una misingi yake, una malengo yake, una methodi zake, una kila kitu chake. Mpaka nikawa najiuliza kila siku, ya Muhammad Qutbi, ulikuweko wapi siku zote ukikisoma kitabu hiki huyaoni mambo haya? Ulikuweko wapi? Natamani wakati ulikuwa nikubali niwe nawasomea maneno yake Kiarabu, mumsikie mwenyewe anena. Asema wafaj'atan fi tilka al-layla, faj'a yani ghafla usiku huo, ahsastu bi safai dhihni, nilihisi dhihni yangu kama imefunguka, yani kama ambao simwambia wenye kunena, kama ambao mmeteremshiwa nuru sampuli nyingine siku ile, sio ile yangu. Na nikitahamaki najiona nimeanda kunote. Sasa amesahau dhiki zake, amekipigia ondo kitabu, amekuwa sasa yuandika nini? Your notes, zile point anazoziona. Akaendelea mwisho asema natija ni hichi kitabu changu juzu 2. Hicho manhaju tarbia ninachokwambia ni juzu ngapi? Ni juzu 2. Kila juzu ina karibu peji 300 wa shay. Akatoka na natija mfumo wa kimalezi ya Kiislamu kamili. Toba, malezi ya Kiislamu ndio hayo malezi ya nini? Ya Qur'ani. Na malezi ya Qur'ani ni hayo malezi ya nini? Ya Kiislamu. Hawa wataalamu watatu walobobea katika nyanja hizi, nitatosheka na maneno yao. Ilikuwa niwaongezee na Dr. Saleh bin Ali, ustadhu tarbia al-islamia wa mudiru markazi al-buhuthi katika Abha kule niliwaambia, lakini inshallah kama kesho nimepata wakati nitagusia, lakini nimefunga hapa. Tumetoka na natija, tumeelewa neno manhaj na tumepata natija kwamba Qur'ani inao mwongozo wa malezi ama haina. Sasa tunataka twende katika nukta nyingine. Hayo malezi ni nini? Na hiyo jamii ni ipi, ndiyo tuweze kutembea katika safari yetu, Mungu akitupa uhai na uzima. Kuna bwana ameleta suala, lakini nimedhikika na wakati, inshallah nitalisoma na kesho nikipata wakati nitalijibu suala lenu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.